DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Tumefanya jitihada mbalimbali za kuwaondoa hawa watoto, na bahati mbaya huwa hatutangazi kwa sababu tunalinda heshima na utu wa wale watoto. Huwezi ukamkamata pale au ukamtoa ukaanza kumtangaza kwenye vyombo vya habari. Nyuma yao mpaka wakaingia mtaani kuna majonzi. Kwa hiyo si vema sana kuyaweka hadharani ukawa umemshika yule mtoto. Huyu mtoto mnavyomuona hapa baba yake ni nyamara. Sasa huyu nyamara, huyu mtoto mpaka anaingia mtaani, hatuwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo tunafanya tu taratibu wa kuwatoa mtaani na kuwapeleka. Serikali ilitoa makao yetu ya watoto ya Kurasini. Kulikuwa na watoto wengine pale ambao wana changamoto mbalimbali, iliwaondoa ikawapeleka kwenye makazi ya watoto Kikombo kule Dodoma. Alafu lile eneo ikalitoa kwa mkoa wa Dar es Salaam kuweza kupeleka hawa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Lakini tunapata shida kwa sababu wale watoto hawataki kutoka mtaani. Na kwa nini hawataki? Kuna kundi ambalo sisi tunapokwenda, lile kundi linapeleka sauti kwenye masikio ya watoto likiwadanganya na kuwarubuni wabakie mtaani. Na maana yake nyuma yao, kwa sababu inapofika jioni wale watoto wanaenda kuwasilisha kila ambacho wamekipata, kila ambacho wameomba, na wale watu wanaendelea kufanya miradi yao. Utakuta labda na biashara ya pikipiki. Wengine tumewakamata. Tumewakamata tukiwa na jeshi la polisi, tumeshirikiana tukawa tumewakamata pale Kijazi ambao walikuwa wanawatumia hawa watoto. Wanaomba lakini fedha wanakabidhi. Sasa ile imekuwa kama vita. Kwa mtu anaposema kwamba serikali imewacha kundi hili limeongezeka, si kweli. Tumewatoa na tunawatoa. Lakini ile nguvu inayotumika kinyume pia kwa ajili ya kuwarubuni wale watoto ni kubwa, kwa sababu imekuwa kama ni chanzo cha mapato cha watu ambao hawana hiyo imani ya kumhurumia huyu mtoto kutokana na changamoto alizozipata. Yeye anaona amepata nafasi ya kutengeneza kipato kupitia yule mtoto. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.